Okay, msikilizaji wa Radio Sauti za Afrika Mashariki, tumerejea kutoka break fupi, na kama nilivyokuahidi tukirejea humu ndani tutakuja moja kwa moja katika kipengele chetu cha pili ambacho ni kitabu cha mwanamke. Msikilizaji, niko na udhamini wa Sidea, Ekosama Terrace na ubalozi wa Norway Tanzania, na siku ya leo katika kitabu cha mwanamke tutazungumza kuhusiana na mada ya mwanamke na sanaa. Yes, na tutajua zaidi kuhusiana leo na sanaa ya muziki pamoja na wanamitindo. So wewe kama ni binti au mama au baba unamuona mwanao ana interest na mambo ya muziki lakini pia mitindo, sasa usikose. Yes, na niko na mgeni wangu hapa ambaye basi tutajadili hii mada kwa pamoja na atatujuza mengi kuhusiana na wanamitindo lakini kuhusiana na muziki. Langu jina Dimina, tunaenda mpaka ile mishale ya 6 kamili za mchana. Karibu sana. Asante sana. Okay, basi msikilizaji na mtazamaji angetamani kujua nipo na nani siku ya leo, anatoka wapi lakini anafanya muziki wa aina gani na kwenye mitindo yupoje. Karibu. Asante sana. Kwanza nashukuru kabisa kwa nafasi hii ya kipekee. Mimi kwa majina ya kisanii naitwa Trillion Dollar au T Dollar. Lakini kwa majina yangu kabisa naitwa Elgiva Kelvin Kombe. Okay. Kwenye sanaa mimi nimefanya muziki, nafanya muziki, ila nimeshafanya pia modeling na sanaa zingine ambazo ni za huduma, ambazo nilikuwa nimefanya kama sehemu ya kujiingizia kipato. Sanaa za huduma hizo ni kama zipi? Ni masuala ya makeup, mambo ya saluni, yani kwa ujumla kutoa huduma ya mambo ya saluni. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa kikinipa company kwa mambo mawili matatu, kutatua changamoto zangu za kifedha hivyo. Hilo jina ulipewa na kwa nini Trillion Dollar? Kwanza ukisikia dola, mambo ya dola. Mambo ya pesa. Ile jina kiukweli ni jina ambalo lilikuja wakati ambao nadhani nilipata mwamko mpya wa kufanya sasa kazi yangu za sanaa zote kwa pamoja, muziki pamoja na modeling. Sababu kuna kipindi nilikata tamaa kabisa. Ila kipindi hicho nakumbuka nilitoka Dodoma kwenye safari yangu ya kazi. Wakati narudi sana niko Dar, nakumbuka nilikuwa nasikiliza kipindi kimoja waliweka kwenye gari. Kwa hiyo kikanipa moyo na kikanipa hiyo liberation ya hilo jina. Natokea siku hiyo nilifika nyumbani najiita Trillion Dollar. Okay. Yes, mpaka leo. Kwa hiyo kutokana na hilo jina ukaona hili jina mimi nitaendana nalo, yani naendana na hadi ya hivi. Yes. Okay, na nini kilikuvutia kuingia katika tasnia ya muziki lakini na mitindo? Kwenye muziki ni kitu ambacho nilikuwa na kifeel kwamba ni kitu nakipenda. Lakini sikujua kama nina uwezo nacho. Ila nilikuwa naishi katika kuwa na hobby na muziki. Yes, lakini kwenye modeling nilikuja kutambua kwamba mimi ni model wakati niko form 1. Okay. Yes, wakati niko form 1 ndo nilijua kwamba mimi ni model. Hicho mambo ya modeling nilikuwa sijui. Nilijua wakati nilikuwa nakumbuka tulikuwa mimi na kakangu tunapenda kucheza, tunakimbizana. Yes, sasa siku tulikuwa tumekaa nje, akawa anajifanya kama ananipiga picha hivi. Mimi nikawa naika mapose, nabadilisha mapose na alibaki ananishangaa. Akaniambia, "Dogo, unajua una kitu?" Unajua na kitu. Tukaanza kuzungumza pale, sasa ndo tukakaa kama watu wazima, tukaanza kuzungumza mambo ya kiutu uzima sasa ya kujua kile kitu. Mimi aliniambia, obviously nilimchukulia tu ile utani kwamba yani asielewe kwamba kimeni click ndani ya moyo. Baadaye nilipokaa peke yangu nikaanza kuwaza. Nikawaza na mimi nilivyokuwa najiona naika mapose kuna namna nilikuwa na feel, ila tulikuwa tunacheza ila kuna vile ni feel, na yeye alivyoniambia kuna vitu viligongana pale. Okay. Kwa hiyo ndo nianza kuchukulia ile serious. Nikaanza kutafuta namna sasa kidogo kidogo. Okay, katika hivyo vitu sana zote hizo mbili ambazo tunazungumzia hapa, muziki na wanamitindo. Yes. Ulianza rasmi kipindi gani? Na ilikuwaje ulivyoingia kwenye game? Vyote kwa pamoja naweza kusema viligongana.
kwa sababu ilianza muziki ndio ulikuwepo ndani yangu way back, na najua sana napenda muziki, na kwenye familia sisi ni familia ambayo hawaamini mambo ya sanaa, especially mambo ya muziki ya kidunia hizo wanasema. Yes, kwa hiyo ilikuwa ni changamoto sisi kukua katika namna kusikia muziki ya kidunia, unaisikia mbali. Kwa hiyo nilijua najua kuisikia, lakini nilipofika form 1 mwishoni ndio nilikuja kugundua okay, kumbe ninaweza kuandika muziki nikisikia beat. Kwa hiyo ndio nilipogundua na muziki form 1, lakini mwanzoni ndio niligundua modern, mwishoni nikagundua muziki rasmi na nikaanza kwa serious, na kwa sababu iko ndani naipenda, nikawa so excited kufurahia yani kwanza hiyo safari, japo nilianza kinamna ambayo yani ile kiutoto so unajua it's not serious like that, lakini unajihusisha na hivyo vimambo kivisikia, unakuwa na kielele cha kujiunga kufanya yani kushirikisha kishule ile. Okay.